Kwa hiyo ukipiga kelele tu, hiyo itakuwa juu yako. Piga kazi asubuhi mpaka jioni. Na huyo anakuwa ana sifa yake iliyomfanya achukuliwe ni ile IT. Ile IT. Maana yake anaenda kutumika kufanya wizi wa mtandaoni. Kwa hiyo kama ninavyosema, ni muhimu sana kuziassess hizi fursa tunazozipata, na kuna namna ya kuverify kama fursa ni kweli. Kwa mfano hizi kazi za nje ya nchi, kabla hujaenda kufanya kazi za nje ya nchi, kuna hii mamlaka ya serikali TAESA. Na kwenda una engage TAESA wanafanya due diligence kwa niaba yako, wanajiridhisha, wanapata mikataba, alafu inakuwa ni rahisi kufuatilia. Fuatilia kwenye balozi za nchi husika, engage familia, mamlaka za serikali, address yako hiyo inafahamika, sio kwenda kinyemera. Kupata shida huko inakuwa ni rahisi kusaidika. Kwa hiyo kwa kweli haya matukio yanatokea kwa sababu kwa namna moja ama nyingine watu wetu bado wanaamaki wanavyoona fursa, ambapo sio kosa, lakini sio kosa. Yani binadamu kuikimbilia fursa kwa sababu iwe hata kama sio kwa sababu ya shida, ni kwamba binadamu anahitaji kupanda, si ndio? Ndio. Anatoka kwenye utoto, anategemea, inafikia kipindi anataka kutegemewa awe na maisha yake. Kwa hiyo sio kosa. Hebu niambie advocate, kwenye kule nyinyi mnapokuwa mnafuatilia masuala ya usafirishaji haramu wa binadamu, biashara ambazo ziko duniani sasa hivi ni za aina ngapi? Najua kuna ukahaba, si ndio? Nadhani hiyo ndio the oldest duniani, si ndio? Kuna ukahaba, kuna madawa ya kulevya kutumika kama safirisha, kuna issue ya kutolewa figo, alafu umesema kuna issue hiyo ya wizi wa mtandaoni. Nini kingine? Kutumikishwa kazi, forced labor, unasikia kazi za ndani, kazi za viwandani, kazi za mashambani, kazi za uvuvi kwa malipo duni au bila malipo kabisa. Kuna kitu tunakiita bonded labor. Akishachukuliwa kijana, akianza kufanya kazi mwaka wa kwanza, anaambiwa sasa miaka 5 unafanya kazi ili urejeshe pesa tulizozitumia kulipia passport, kulipia visa. Hii ndio hadithi ambayo dada ambayo tulizungumza naye. Sasa hiyo ni bonded. Alifika Uturuki, akaambiwa hapa yani mpaka urudishe hela. Hiyo inaitwa bonded labor. Nani anajua ni hela gani? Ni yule tajiri, madam. Hiyo ni bonded labor ambayo ina fall kwenye trafficking. Kwa hiyo kiujumla, uhalifu wa kimataifa ambao unatumika kutengeneza pesa nyingi sana upo wa aina 3 kwa sasa. Na uko intertwined, manake kuna wakati unaingiliana. Kuna biashara ya madawa ya kulevya, drugs trafficking, kuna biashara ya silaha haramu. Nafikiri unaona kuna ongezeko la makundi ya waasi duniani kote, nchi za Afrika ambazo haziko stable. Nyingi zinadependi kwenye silaha, na silaha wanazozipokea nyingi ni haramu. Kwa soko la silaha haramu ni kubwa sana. Then kuna biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu. Ambao kwenye biashara ya usafirishaji haramu wa binadamu, kwa nini inafanyika hiyo biashara? Kuna zile forms za exploitation ambao ndio unapata ukahaba humo ndani. Hiyo ni usafirishaji haramu kwa lengo la kumtumikisha mtu kwenye ukahaba. Kuna biashara ya viungo vya binadamu kama figo, moyo, maini. Sasa maana katika hizo biashara kuna biashara zinazohusisha uhai wako pia. Kabisa, yani hizo ndo zina faida kama ukahaba, sawa, unaweza kutumika ukarudishwa. Lakini kuna issue nyingine za viungo za binadamu, kuna viungo pamoja na tissue and organs. Tissue nafikiri umesikia baadhi ya mikoa, na kuna kipindi fulani miaka 2-3 imetokea hapa Tanzania, japo haikutangazwa, lakini kwenye utafiti wetu wa chini tulikuwa tunaipata hiyo. Kuna wakati fulani mikoa kama Singida, kulikuwa kuna watu wanauawa, inachukuliwa damu, mtu anakuta amekufa, hakuna damu. Damu inatumika kwa moja ya maeneo yanapotumika ni kwenye imani za kishirikina. Haya, kuna kipindi albino walikuwa wanapotea mpaka miaka 2007 huko. Mpaka watu wakawa wanadhana kwamba albino huwa hawafi. Albino wanapotea. Hapana, hawapotei. Na tumekuwa na hiyo kitu. Ndio. Lakini kumbe wamekuwa wakichukuliwa. Wanachukuliwa, wanakata vile vipande vya mwili wao, vinaenda kutumika kwa witchcraft.
Unakumbuka juzi kuna kesi ya Bukobe na involve mtoto mdogo wa miaka 2 ambaye alichukuliwa na baba yake. Ndio, baba yake alihusika ndio. Kienyeji. Yes. Padri yule anaitwa Elpidius, dereva bodaboda na wadau wengine, kwa jumla watu 9. Wakamchukua, wakamkatakata vipande, wakampelekea mganga wa kienyeji ili wapate utajiri. Kwa hiyo inakupa picha halisi kwamba unavyosikia albino amepotea, sijui huwa hawafi, hamna makaburi ya albino, ni kwamba alikuwa anatekwa nyara. Mpaka serikali kuja ikaingilia, ikaundaunda tume na nini, mpaka baadaye wakaidhibiti ile hali ikapotea. Lakini kimsingi kuna situation ya namna hiyo. Watu wanataka viungo vya binadamu, wanataka tishu, wanataka damu, vitu kama hivyo. Wanataka figo, wanataka ini. Halafu inakuja inatangazwa fursa ya kazi, au kwenye mitandao, sasa hivi wanatumia mitandao zaidi. Inatangazwa fursa ya kazi Warabuni au nje ya nchi au mijini, vijana wetu wanakimbia, wanaenda kuifuata hiyo kazi bila kufanya due diligence ya aina yoyote. Kwa hiyo utanikumbusha tukumbushe mtu akisikia fursa za nje ya hivi, ni nje ya nchi au hata nje ya mkoa? Nje ya nchi, mijini, hata nje ya mkoa, hata nje ya mkoa, tukumbushane, au hapa tukumbushane. Mtu akisikia fursa inayomtoa kwenye eneo lao la maisha, kwa mfano kama ni mkoa au nchi, anatakiwa kufanya nini? Okay, sasa kama kuna fursa ya nje ya nchi, kuna mambo kadhaa ya kuyafanya. Kwanza ni lazima, kwa nje ya nchi kwanza, cha kwanza lazima ujiridhishe kwamba hiyo fursa ni ya kweli, ipo, ina exist na ni legitimate. Unajiridhisha vipi juu ya hayo mambo? Ya kwanza, kuna mamlaka za serikali ambazo zinamuunganisha mwananchi na fursa za kazi za nje ya nchi. Okay. Kama TAESA, si ndio? Na wachaji fee kwa sababu ndio kazi. TAESA wako nchi nzima? Wapo, sio nchi nzima, lakini nafikiri kila mikoa, idara ya kazi, kama mna TAESA, idara ya kazi, idara ya kazi, kwa sababu iko chini ya wizara ya kazi. Wanaweza kwenda pale wakaomba taarifa kuhusiana na mwajiri fulani na hiyo familia. Kwa wao wanaweza kawasiliana na ubalozi wa nchi husika, nchi yetu, kwenye taifa husika ambalo limetangaza hiyo kazi. Na wao sasa, kwa sababu ndio maana ya kuwa na balozi katika mataifa mbalimbali, wao watafanya investigation, watafuatilia hiyo familia, watasema ni kweli familia hii ipo, na watatuweka requirement kama ni kuandaliwa mikataba na nini na nini na nini, ataandaa mikataba na balozi utakuwa na taarifa kwamba huyu mtu anakuja kufanya kazi familia fulani. Kwa hiyo itakapopitia hiyo process, sio rahisi. Kama kwa kuna nia kumfanyia uhalifu huyo mtu, kwanza wataingia mitini, hawatamchukua tena, wataona issue ishabumburuka, isharibika. Lakini pia jambo la pili, kama watashindwa kwenda TAESA, kuna mamlaka mbalimbali kuanzia ngazi ya serikali za mtaa. Amekuja dalali, hamuelewelewi kwa sababu wanatumia sana madalali, na tena nichukue fursa hii kumpongeza sana RC wa Mwanza, Mtanda. Kuna wakati niona mawakamata hawa hii mitandao ya madalali wakiwa wameshakusanya vijana wengi, wanataka kuwapeleka nje ya nchi kufanya kazi. Hawa madalali ndio wanaotumika, yani kimsingi anatumika mtu unayemwamini, anayetumika kuwachukua wale watu. Kwa hiyo ngazi ya kwanza ni serikali za mtaa. Akija dalali kuadaa, kutangaza fursa za ajira, nenda serikali za mtaa, toa taarifa. Serikali za mtaa watawasiliana na polisi. Polisi kama kuna mazingira ambayo ni suspicious, watamchukua yule mtu, watamfanyia mahojiano. Baada ya kufanya mahojiano, polisi nao watawasiliana na mamlaka nyinginezo, kwa sababu ili usafiri unatakiwa kupita uhamiaji, kupata pasipoti na kadhalika. Wakati mwingine watu tunazuia hiyo mitandao, tunapopata taarifa mapema tunawasiliana na ofisi za uhamiaji. Uhamiaji wanawasubiria wale watu, wakifika tu airport ndio hawa na wanaiflag hiyo issue, kwa hiyo wanashindwa kuendelea. Kwa hiyo la muhimu hapa ni kutoa taarifa kwenye mamlaka za serikali. Ukikosa kabisa mamlaka za serikali za kutoa taarifa, kama kuna NGO yote inayodili na haki za binadamu, toa taarifa, washirikishe juu ya hiyo fursa yako, then wao watajua namna kusaidia. Kwa mfano sisi ukifika kwetu, tumewasaidia vijana wengi sana, wengine kurudi, wengine kuwazuia kuondoka kabla hawajaondoka, whether wanataka au hawataki. Tunashikana mamlaka husika. Kuna visa kama 4-5 juzi wa kushirikiana na task force,
watu wamezuia wakiwa wameshafika airport, wanatakiwa kuondoka. Unajua nifanya niwaze kitu gani? Nimekuwa kwa nia nzuri, nimekuwa nikipambana sana watu wawe wana uwezo wa kupata passport. Ndio. Umenielewa Kwa nia nzuri, kwa maana ya kwamba naziona fursa tunajua fursa ziko nje. Ziko kazi watu ambazo wanafanya. Lakini kwenye haya ambayo yanakunjuka kwenye miaka hii na hizi ambazo taarifa tunazozipata kwenu, ndio naanza kuelewa kwa nini wakati mwingine wahamiaji wanakuwa wagumu kutoa passport. Kwa kweli mimi mwenyewe ninawaunga mkono kwa sababu mambo yameharibika. Mambo yameharibika. Hii interconnectedness, sayansi na teknolojia imeongezeka, matumizi ya mitandao ya kijamii imeongezeka. Kwa hiyo watu wanaweza kufanya uhalifu. Imagine mtu yuko Myanmar, anatangaza tu anarusha tu job advert, tangazo la kazi, linakuja Tanzania, linaenda Kenya, linaenda Uganda, linaenda kote kote duniani. Madalali wanaingia mtaani, wanaanza kutafuta vijana wa kwenda kufanya kazi wapi? Myanmar. Ndani ya masaa 24 vijana wameshapatikana, wanaondoka. Kwa sasa hivi maisha yamerahisishwa na wanaenda mbali zaidi sasa hivi. Wakiona kwamba background yako haiko vizuri, uwezo wa kuraise pesa ya nauli hauna, wanakulipia. Kulipia passport, visa. Unajiona una bahati. Unajiona una bahati sana. Mungu amejibu. Mungu amejibu. Sasa ukishafika kule, ndio ile mambo ya kuambiwa utafanya kazi miaka 5 kurudisha ile fedha. Ile fedha. Unafanya kazi bila ujira wote kwenye mazingira magumu. Hivi kuna mazingira ambayo mtu anaweza akachukua kazi Ulaya, akachukua hela yeye alafu akawafanyisha watu kazi bure? Inawezekana kwa wale madalali. Kwa sababu yani kazi ni kweli ipo. Lakini yeye analipwa yeye. Na hiyo ni form ya trafficking. Hiyo ni human trafficking per se, ambayo ni labor exploitation. Ndio wanafanya hivyo wengi, kwa sababu yeye mara nyingi ndio nakuta ametumia gharama kwenda kufanya head hunting na kuwaleta wale watu na kuitafuta ile kazi. Kwa hiyo yeye ndiye anamkutanisha yule muhitaji wa mfanyakazi na yule mtafuta kazi. Na wao kwa nini nchi za Afrika Mashariki na Afrika General ndio ziko vulnerable? Kwa sababu ndio rahisi kuwapata watu wasiotumia akili. Umetangaza kazi ya dola 2,000, anakimbia anataka ile kazi bila kufanya due diligence, bila kufuatilia, bila kufanya lolote. Ndio maana hizi nchi zimekuwa targeted kwa mara nyingi sana. Kwa hiyo mimi nafikiri kupitia platform kama hizi, platform zenu, wananchi waendelee kupata elimu, lakini pia mamlaka husika ziendelee kuongeza ufanisi katika kubaini hizo red flags. Unakutana na mtoto mdogo anasafiri, anapelekwa Thailand, ana visa ya kwenda Thailand, au kwenda Nepal, kwenda India, kwenda Kurdistan, Iraq. Anakudanganya yule ni mjomba wake. Kuna namna ya kumfanyia investigation kujua kwamba hawana undugu wote. Lakini sasa advocate, huyo mtu mna airport, si mmeshachelewa sana? Mmeshachelewa. Kwa mamlaka za uhamiaji zishampa passport, lakini mkishafika pale wale hazikuzembea. Maana yake ni kwamba umefanyika uongo. Umefanyika uongo ambao umeishawishi mpaka uhamiaji itoe passport. Na wao wanasema kila Mtanzania ana haki ya kupata passport. Ni kweli. Unakuta kwenye taifa fulani kuna tajiri mkubwa na mapesa mengi, lakini tatizo la figo, tatizo la moyo, magonjwa yasiyoambukiza yanasumbua dunia sasa hivi. Anatangaza dau la dola tuseme milioni 10 au 20. Sababu fedha nayo ya kutosha. Ndio, fedha sio tatizo kwake. Watu wanaingia kazini. Wanaangalia maeneo gani ambayo itakuwa ni rahisi kumpata haraka dona. Wanatangaza kazi huku maeneo ya Afrika na Afrika Mashariki. Vijana wanakimbia. Na tuna shida huku sisi. Tuna shida. Vijana wanakwenda wanakimbia, wanafuata fursa. Labda wanabebwa hata 10, 20, 30. Hata kosa hata mmoja kumachi naye. Anapelekwa, anapimwa, kishapimwa, anakuta iko safi. Inachukuliwa
anachukuliwa kiungo chake cha mwili. Kuna kipindi tena nilipata na hii, huyu anakuwa haponi tena, haponi. Kuna mmoja ambaye